kuonewa kiroho, lakini kwa wazaliwa wa kwanza. Na nikakufundisha nikakwambia kwamba uzaliwa wa kwanza uko wa aina mbili. Kuna mzaliwa wa kwanza kwa tumbo na kuna mzaliwa wa kwanza kwa nafasi. Mzaliwa wa kwanza kwa tumbo ni yule ambaye anafungua tumbo la mama katika familia, anazaliwa wa kwanza. Alafu mzaliwa wa kwanza kwa nafasi ni yule ambaye anazaliwa lakini sio kwa jinsi ya kiwanadamu, ni kwa nafasi, kwamba Mungu anakuwa anamzaa spiritually kwa kumpa nafasi kiroho. Nikakwambia jana, unajuaje wazaliwa wa kwanza kwa nafasi? Nikakusomea mfano mmoja hapo, Bwana wetu Yesu Kristo anaitwa mzaliwa wa kwanza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8. Anaitwa mzaliwa wa kwanza sio kwa sababu ni wa kwanza kuzaliwa kwa tumbo, no, ila ni wa kwanza kuzaliwa kwa nafasi. Ndio maana kile kitabu cha Yohana sura ya 3 ule mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, yani mzaliwa wake wa kwanza. Haleluya, watoto wa Mungu. Lakini pia nikakwambia Bwana Yesu anahesabika mzaliwa wa kwanza kwa nafasi spiritually, ili aweze kutukomboa sisi. Na kwa namna hiyo sasa ni vizuri kufahamu kwenye familia zetu kuna watu ambao ni wazaliwa wa kwanza, na wazaliwa wa kwanza wanakuwa na matatizo kadha wa kadha. Shida ya uzaliwa wa kwanza kwenye familia zetu haujaanza leo. Tangu kwenye Biblia kuna familia, baadhi ya watu wazaliwa wa kwanza walikuwa na matatizo. Na ninaposema mzaliwa wa kwanza, naomba unielewe. Inawezekana uko hapa haujazaliwa wa kwanza kwenye tumbo, no, isipokuwa umezaliwa wa kwanza kwa nafasi. Maana yake kwenye familia yako wewe angalau ndio una unafuu, unamjua Mungu angalau. Wewe angalau ndio una unafuu, unaweza ukafunga hata siku 2. Wewe angalau una unafuu, una ile moyo wa kuja kwenye semina, una moyo wa kujifunza neno la uzima. Kwa hiyo unafuu ule ulionao, Mungu anakusolicite, anakufanya kuwa wa pekee, unakuwa mzaliwa wa kwanza. Kuna mwingine hata moyo wa kuja kujifunza kwenye semina haukuwa moyo wa kwako, ni Mungu anakusukuma, nenda, nenda, nenda. Wingu ni zito kweli, semina haijaombewa mwezi mzima, lakini nenda mwanangu. Lengo ni nini? Ili upate material fulani fulani ambayo yatakusaidia aidha kuiombea familia au kuikomboa ndoa yako au nyumba yako. Haleluya. Mungu akupe nafasi hiyo katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia kwenye Biblia takatifu utaona, kwa mfano, nikupe mifano ambavyo familia zimekuwa contaminated tangu kwenye Agano la Kale. Familia hazijaharibiwa leo, no. Familia hazijaanza kuharibiwa leo, tangu kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano la Kale kuna familia ya mzee mmoja, kwenye asili yake na familia na ukoo wake. Kila aliyewahi kuzaliwa wa kwanza hajawahi kufanikiwa. Kila mzaliwa wa kwanza, kuanzia familia yake, familia ya mtoto wake, familia ya wajukuu, kila mzaliwa wa kwanza hajawahi kutoboa. Nikuonyeshe jambo hili kwa mfano. Angalia jambo hili kwa mfano. Angalia jambo hili kwa mfano. Nikuonyeshe tu uone kile kitabu cha Mwanzo. Nikuonyeshe mambo fulani. Mwanzo ile sura, Mwanzo sura ya 17. Mwanzo sura ya 17 na mstari wa 20. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 20. Twende na mimi pamoja nikuonyeshe mambo haya kibibilia, kwamba tangu kwenye Agano la Kale kuna familia zilikuwa zimeshavurugwa tayari. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 20. Naomba tuanzie mstari wa 20. Asante. Biblia inasema hivi: na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia. Asante kwa kuwatuliza hao watoto, kwa sababu unaweza kumfanya mtu mwingine asisikilize somo na uangalia wanavyocheza. Mstari wa 20, Biblia inasema hivi: na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki nitamzidisha, nami nitamwongeza sana sana. Atazaa maseidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Mstari wa 21, bali agano langu, hebu sema agano langu. Rudia tena, agano langu. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka,
ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Unaona maneno haya Mungu anazungumza na Ibrahimu, baba wa imani. Ibrahimu ameoa mke anaitwa Sara. Sara alikuwa tasa, hakuzaa mtoto. Baadaye Mungu akamfungua tumbo Sara, akapata mwana, akamwita Isaka. Lakini Sara kabla ya kuzaa mtoto, Ibrahimu alikuwa anaelekea kuzeeka. Sara akamwambia mumewe, mimi sasa nazeeka, nitashindwa kukuzalia. Ninaomba umuingilie kijakazi wangu huyu Ajili, alafu azae mtoto badala yangu. Zamani kulikuwa kunaruhusiwa, kama mama wa nyumba hawezi kuzaa, baba wa nyumba unaweza ukazaa na hausigeni, alafu yule mtoto akanyonyeshwa na hausigeni. Akifika umri fulani anakabidhiwa kwa mama wa nyumba, kwa hiyo mtoto anahesabika ni wa nyumba ile. Kwa hiyo hausigeni, ukimaliza muda wako wa kazi, ukiondoka, unamwacha mtoto ni wa nyumba ile. Ni kwa makubaliano maalum. Kwa hiyo Sara akamwambia mumewe, ingia kwa kijakazi uweze kunipatia mwana, kwa sababu Mungu amechelewa kutupa mtoto. Ibrahimu akaingia kwa kijakazi. Alipoingia kwa kijakazi Ajili, wakamzaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Ishmaeli mpaka amekuwa, Ibrahimu akasema kwamba Mungu ulinipa agano kwamba nitakuwa na uzao mwingi sana, lakini tazama na kwenda miaka 100 sina mtoto. Ninaomba basi ile agano lilosema kwamba utafanya na mwanangu niliye naye kwa sasa ndio huyu, therefore naomba ufanye agano kupitia huyu. Ndio Mungu anamjibu kwenye maandiko haya sasa, ule mstari wa 21. Ndio Mungu anamwambia sasa, bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Nisikilize vizuri. Mtoto wa kwanza wa Ibrahimu sio Isaka. Mtoto wa kwanza wa Ibrahimu ni Ishmaeli. Ishmaeli ndio huyu leo hii baba wa Waarabu. Waarabu wote duniani unaowaona wewe, baba yao ni Ishmaeli. Na Wayahudi unaowaona wewe, baba yao ni Isaka. Kwa hiyo kwenye watoto hao nyumba moja, Ishmaeli pamoja na Isaka wote ni watoto nyumba moja. Kwa hiyo ugomvi kati ya Ishmaeli, yani ugomvi kati ya Waishmaeli na ugomvi kati ya Wayahudi ni ugomvi wa kifamilia, ni watoto nyumba moja. Mmoja ni mtoto wa mama wa kambo, mwingine ni mtoto wa mama wa nyumba. Unapoona leo Waarabu na Wayahudi wanapigana, ni ugomvi ambao umeanzia tangu kwenye Biblia Agano la Kale. Haleluya. Kwa hiyo mazingira hayo sasa, unaona hapa mtoto wa kwanza wa mzee Ibrahimu sio Isaka, anaitwa Ishmaeli. Lakini Mungu hajafanya agano na Ishmaeli, akafanya agano na Isaka. Trendi hiyo ikashuka chini. Isaka naye baadaye akaja kuoa mke anaitwa Rebeka. Isaka akazaa watoto wawili. Toto la kwanza linaitwa Esau, toto la pili ni Yakobo. Agano la Mungu alikufanyika kwa mtoto wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Agano la Mungu likafanyika kwa Yakobo, toto la pili. Yakobo na yeye vile vile akazaa watoto 12 kama timu ya mpira, zile kabila 12 za Israeli. Kuna Rubeni yuko pale, kuna Simeoni, kuna Dani, kuna Lawi, kuna sijui Zabuloni, kuna Yuda, matoto 12 ya mzee Yakobo. Lakini toto la kwanza ni Rubeni. Rubeni alijapata agano la Bwana kama mzaliwa wa kwanza kupata baraka za Bwana, zikashuka kwenda kwa Yuda. Yuda naye akazaa matoto mawili, Zela na Pelesi. Zela toto la kwanza alijapata kitu, Pelesi toto la pili, uzao kaendelea kule mbele. Kwa hiyo kizazi kikashuka mpaka kwa Yese. Mzee Yese akazaa matoto kama 6 hivi. Toto la kwanza linaitwa Eliabu. Eliabu alijapata agano la Bwana, agano la Bwana likaenda kwa Daudi. Daudi naye akazaa matoto. Toto la kwanza linaitwa Abusalomu. Abusalomu alijapata agano la Bwana, likashuka kwa Suleiman. Kwa hiyo uzao unashuka, kila familia mzaliwa wa kwanza apate baraka za Bwana. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya dunia ilikuwa imeshaharibika tayari. Kila wazaliwa wa kwanza hawapokei baraka za Bwana. Kama ni mzaliwa wa kwanza uko hapa, Mungu akupe baraka zake katika jina la Yesu. Haleluya, watoto wa Mungu. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa, trendi inashuka kwenye familia. Haya ni mambo ya kifamilia na ni mambo ya ndani sana. Hautaweza kujua ni mpaka mtu akugutushe.
Haleluya, watu wa Mungu. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, kwenye familia yetu, kila aliye wa kwanza kiroho, kila aliye wa kwanza kimwili, hatozuiwa, hatoonewa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo unaona hiyo scenario imekwenda namna hiyo. Sasa kwenye familia maonevu sio tu wazaliwa wa kwanza. Unaweza ukazaliwa kwenye familia kwa namna ya kiroho, Mungu ameshakutazama vile ulivyo. Kwa namna ya kiroho unaonekana ni mtu ambaye utakwenda mbali sana. Ni mtu ambaye tangu kwenye tumbo la mama yako unajulikana wewe ni nani. Unaweza ukaonewa kwa sababu ya kipawa cha Mungu alichokupa. Jumapili nilikufundisha kwa habari ya vitu vitatu. Kwa habari ya hatima, kwa habari ya kipawa, kwa habari ya kibali. Nikakwambia kwamba hatima ni jumla ya mambo yote ambayo Mungu humpa mtu kuyafanya na kuyaishi hapa duniani kabla ya kufa na kurudi mbinguni alikotoka. Jambo la pili nikakwambia ni kipawa. Kipawa ni zawadi ya kimungu ambayo mtu hupewa na Mungu. It is a divine gift by God, given by God. Ni zawadi ya kiroho ambayo unapewa na Mungu ili kusaidie kufika kwenye hatima yako. Nikakwambia jambo la tatu, kibali. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa kimungu ambao mtu hupewa na Mungu ili kufunua kipawa chake. Unapoona mwalimu wa neno la uzima kwa mfano, usharika huu wa Same mmemwalika. Mnaponialika mimi, maana yake sio kipawa changu kimenifanya nialikwe, sio kweli. Sio hatima yangu imenifanya nialikwe, sio kweli. Ni kile kibali nilicho nacho mbele za Bwana. Napopata kibali naalikwa. Nikialikwa mahala, hata usiyewahi kunijua ndo najua kumbe ni mwalimu. Anapoalikwa mchungaji mahala, ni kibali cha Mungu kilichokaa juu yake. Sasa anapofika na kukifunua kipawa chake, hata usiyojua anasema wow, mchungaji huyu ni mzuri sana. Kwa nini? Kwa sababu kipawa kimeonekana. Kipawa kikionekana, watu wanakupa mkono wa shirika. Lakini kabla ya kipawa kuonekana, kinatangulia kwanza kibali. Haleluya. Na ndio maana kwa mfano, unaweza kumwalika mwimbaji kwenye tamasha. Mwimbaji anayealikwa kwenye tamasha, kama mwimbaji yule hana kibali, amekuja kwenye tamasha kutembelea, akasema jamani na mimi mwimbaji niimbe, akaimba, ataimba mpaka atamaliza nyimbo zake zote 10. Hakuna hata mmoja atakayetoka kwenda kumtunza. Kwa hiyo kipawa anacho, tatizo ni kibali. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukalukaluka hapa sana, watu wako tu maliza kuimba, tuitishe sadaka. Kwa nini? Unaona kama unawachelewesha. Ukikosa kibali mahala, hata kama ni mzuri kiwango gani, you can cosmetize yourself as much as you can, lakini kama hauna kibali utoboi. Ukikosa kibali, hata kama una macho ya kulegea kama gololi, uolewi. Ukikosa kibali, hata kama unapendeza yani kama fidodido, utoboi. Yani kama hauna kibali, hata we mhubiri wa namna gani, uendi popote. Na ndio maana kwa mfano, kuna watu wamepata vitu sio kwamba ni wazuri, kibali. Ukiwa na kibali, umeteleza. Kwa hiyo wanachokifanya kwenye ulimwengu wa roho, tangu unapokuwa kwenye tumbo la mama yako, unajulikana wewe ni nani. Nilikwambia maneno haya Jumapili, watu wa ibada ya pili niliwaambia. Hatujulikani sisi ni akina nani baada ya kuzaliwa. Hatujulikani sisi ni akina nani baada ya kusoma shule. Watu wa Mungu tuko pamoja. Halo. Unajulikana wewe ni nani kama wewe ni muombaji, kama wewe ni mzamiaji ambaye semina mwezi mzima unatangaziwa na uiombee. Kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni mwinjilisti, kama wewe ni mchungaji. Haujulikani uchungaji ulionao baada ya kwenda theolojia, sio kweli. Haujulikani ualimu wa neno la uzima ulionao baada ya kwenda kwenye chuo au kuanza kuhubiri, sio. Ulivyo wewe unajulikana ni nani tangu ukiwa kwenye tumbo la mama yako. Na ndio maana sasa kwa mfano, hebu angalia kitabu cha Wagalatia pamoja na mimi. Cheki Wagalatia pamoja na mimi nikufundishe password hizo. Uone jambo ambalo Mungu atakusaidia sana leo. Mungu atakusaidia sana. Bado usisahau nina kesi na nyie waombaji. Kitabu cha Wagalatia. Wagalatia ile sura
ya kwanza, tuanze mstari wa 11. Wagalatia sura ya kwanza na mstari wake wa 11, Biblia takatifu inasema, naomba ufike kwenye Wagalatia tafadhali. Msaidie mtu kufungua Wagalatia, msaidie mtu, sitosoma mpaka ufike angalau. Nataka tujifunze neno. Fika kwenye Wagalatia tafadhali. Kwa kuwa mimi ni mwalimu anatembeleaga wanafunzi. Fika kwenye Wagalatia. Hii ni semina. Maana ya semina unatakiwa kujifunza na kuelewa. Fika kwenye, umefika mamangu Asante. Wagalatia huko pale. Wagalatia ni agano jipya. Wagalatia ile sura hapa ni Waefeso, hiyo hapo. Asante. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 11. Biblia inasema hivi: kwa maana ndugu zangu, injili hiyo ni wahubiri na wajulisha ya kuwa si ya namna ya kibinadamu. Mstari wa 12. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Mstari wa 13 sasa. Kwa maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, ya kwamba na niliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Sikiliza kidogo. Maneno haya anayeyasema maneno haya ni mtu ambaye anaitwa Sauli, baadaye aliitwa Mtume Paulo. Mnakumbuka alikuwa anachukua barua kwa wakuu wa makuhani, anatoka Tarso anakwenda Damascus. Anakwenda Damascus kwa lengo la kuwakamata wahubiri wa neno la uzima. Alikuwa akikukuta unahubiri injili, anakufunga na kuleta Yerusalemu, unatiwa gerezani. Ilikuwa ndio shughuli yake. Kama mmewahi kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna bwana mmoja, mwinjilisti mmoja, mwinji anaitwa Filipo, alikuwa anatwaliwa mara kwa mara. Lakini pia kuna mwinji mwingine anaitwa Stefano. Stefano alipigwa mawe mpaka akafa. Maandiko yanasema Sauli alikuwepo kwenye miguu ya wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ametulia anamcheki Stefano akiwa anakufa kwa kupigwa mawe. Lakini Sauli huyu na yeye, tangu akiwa kwenye tumbo la mama yake, Mungu amemleta awe mhubiri wa neno la uzima kama kazi anayoifanya Stefano. Twende pale mbele sasa, mstari wa 14. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu. Katika kabila yangu nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Tuko mstari wa ngapi? 14. Tunaendelea mstari wa ngapi? 15. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni. Hebu rudia maneno hapa pamoja na mimi. Sema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Kwa hiyo namuona huyu Paulo sasa. Leo hii unamjua kama Mtume Paulo, lakini kwanza aliitwa Sauli. Alikuwa mtu mbaya anayelichinja kanisa. Kwa nini nakufundisha haya uelewe? Paulo tangu akiwa kwenye tumbo la mama yake, Mungu alishamtenga kabisa kwamba wewe ni chombo changu, utaifanya kazi yangu. Lakini the moment amezaliwa, ulimwengu ukambadilisha, ukamgeuza. Yule aliyetakiwa kuwa akawa mtu mwingine, akaonewa miaka mingi sana. Ndio maana maisha tulionayo leo, kila unanisikia, inawezekana kabisa ulivyo leo haukutakiwa kuwa hivyo. Kuna mwingine uko hapa ni injinia, kuna mwingine uko hapa mfanyabiashara. Kuwepo Tanzania leo ni makosa makubwa. Ulitakiwa kuwa Kenya unafanya biashara. Kuna mwingine uko hapa lakini mawazo yako yote ni kufunga mzigo China. Yaani unawaza kama mambo yangekubali ningekwenda Uchina mimi. Kuna mwingine uko hapa unajisikia ndani kabisa ni mwanasiasa, ni kiongozi wa taifa. Ulimwengu unawachengesha watu kwa sababu unawaonea. Kuna mtu umezaliwa kabisa ni daktari na una akili, yaani ndani ya moyo wako maisha ulionayo wewe mwenyewe unayakataa. Unasema mimi sio wa hivi, mimi sio wa hivi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahala umeonewa na hauna uwezo. Mungu akusaidie baraka zako ulizotakiwa kuzipata uzipate kwenye umri wako katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako, linakuelewa hilo? Muulize, unalielewa? Tuna wengi sana walivyo leo wako contrary na Mungu alivyokusudia tangu tumboni. Unaweza ukafungwa tangu tumboni. Unaweza ukapandikizwa roho chafu tangu tumboni. Nikuonyeshe andiko lingine, kwa mfano kitabu cha Luka mtakatifu. Nikuonyeshe andiko. Mimi nataka nikupitishe kwenye maandiko. Nataka nikupitishe kwenye maandiko ili kwamba uweze kuelewa vitu fulani.
Angalia maneno haya. Okay. Nataka nikuonyeshe kitu fulani hivi ambacho nikuonyeshe kitu fulani ambacho kitakusaidia sana. Okay. Alright. Kitabu cha Luka Mtakatifu ile sura ya kwanza. Luka Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14. Tuanzie mstari wa 14. Mstari wa 14 Biblia inasema hivi: nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli watarejezwa kwa Bwana Mungu wao. Stori hii kwenye kitabu cha Luka inamzungumzia mtu mmoja anaitwa Yohana Mbatizaji. Hebu sema Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alijazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Labda nikwambie kwa nini. Ulimwengu ulikuwa umeharibika. Watoto walikuwa wanazaliwa wanashambuliwa na roho chafu. Mungu alikuwa anajua Yohana anakuja kumtengenezea Bwana Yesu njia. Anamtengenezeaje Bwana Yesu njia? Kwa kuwapasha watu habari kwamba mimi nawabatiza nyie kwa maji, lakini yuaja nyuma yangu atakayewabatiza kwa moto. Kwa hiyo Yohana anawaambia wana wa Israeli. Wana wa Israeli wasema, jamani, imekuwaje tena? Kuna atakayekuja sio huyu? Yohana alitumwa, lengo ni kutoa introduction kwa wananchi, wajue kwamba mimi sio Kristo, lakini kuna anayekuja. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya Yohana kulikuwa kuna mtumishi mwingine yoyote isipokuwa mitume na manabii. Manabii walikuwepo kwenye Agano la Kale mpaka Malaki. Kutokea Malaki kuingia Agano Jipya, Mathayo anatakiwa kuanza Bwana Yesu. Lakini Bwana Yesu asingeanza mpaka apatikane mtu wa kumtengenezea njia. Ndio maana Malaki nabii wa mwisho alitabiri akasema hivi: tazama nampeleka mjumbe mbele yangu, naye ataitengeneza njia. Ataitengeneza njia, naye Bwana mliyemtumainia atalijia hekalu lake. Yohana alitumwa kwa lengo la kumtengenezea njia Bwana Yesu, kumtambulisha Bwana Yesu. Unajuaje maneno haya? Kitabu cha Malaki sura ya 3. Nikuonyeshe namna ambavyo Yohana alimtengenezea njia Bwana Yesu. Malaki ni kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano la Kale. Yaani kabla ya Mathayo ndio Malaki. Malaki sura ya 3 mstari wa kwanza. Ili twende vizuri pale. Malaki sura ya 3 mstari wa kwanza. Uone maneno haya anayosema nabii mdogo kabisa kwenye Biblia, anaitwa Malaki. Biblia inasema wazi: angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafla. Na yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Malaki anamzungumzia mjumbe anayetengeneza njia. Mjumbe huyo anayetengeneza njia sio Yesu. Yesu sio mjumbe anayetengeneza njia. Yesu ndio njia yenyewe. Haleluya. Mjumbe anayetengeneza njia alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Ndio maana Yohana Mbatizaji, kwa kuwa alikuwa anakuja kumtengenezea njia Bwana Yesu, Mungu asingeruhusu Yohana Mbatizaji avamiwe na roho chafu. No. Ndio maana Roho Mtakatifu akamwoa Yohana tangu akiwa mimba, akaingia kwenye tumbo la Elizabeti. Na ndio maana utakuja kuona kwa mfano Mariamu alikuwa na ujauzito wa mtoto Yesu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Dada yake Elizabeti, Mariamu na Elizabeti mama yake Yohana wana undugu. Dada yake Elizabeti naye alikuwa na ujauzito wa Yohana Mbatizaji. Umri wa Bwana Yesu na umri wa Yohana Mbatizaji walizidiana miezi 6. Yohana Mbatizaji ni mkubwa kidogo kwa miezi 6 kuliko Yesu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji akiwa kwenye tumbo la mama yake Elizabeti, Bwana Yesu akiwa kwenye tumbo la Mariamu. Biblia inasema wazi, Mariamu alipokutana na Elizabeti mama yake Yohana, wote ni wajawazito. Huyu ana ujauzito wa Yohana, Mariamu ana ujauzito wa Bwana Yesu. Elizabeti akamsalimu Mariamu, akamwambia, salamu Mariamu, umebarikiwa sana we mwanamke. Alipomsalimia, waliposalimiana, maandiko yanasema vitoto ndani ya tumbo vikacheza. Yaani maana yake Elizabeti anakutana na Mariamu, Elizabeti ana Yohana Mbatizaji ndani, Mariamu ana Bwana Yesu ndani. Walipokutana tu katoto, yani kakacheza ndani ya Elizabeti. Yaani Yohana huyu
akacheza. Mama, mnajua mtoto akicheza, haleluya, unaposikia tu salamu katoto kanacheza. Kwa nini? Kwa sababu salamu sio ya kawaida, ni salamu ya mtu aliyebarikiwa. Haleluya, mpigieni mbarikiwa makofi jamani. Ni mama mbarikiwa, amebarikiwa. Haleluya. Na una namna ya kusema jamani, namkataa, ameshabarikiwa, amebarikiwa. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa, tangu kwenye tumbo la mama yake akajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yohana kachanga kanazaliwa, yani kako kana Roho Mtakatifu ndani. Kwa hiyo ilikuwa ukifanya mchezo kama na mapepo wako, ukikashika Yohana unalipuka mapepo. Kwa nini? Kamejaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Shida wengi tunazaliwa leo hatuna uwepo wa Mungu. Unazaliwa leo, kwanza baba anayekuzaa mwenyewe ametoka kulewa. Yaani baba siku hiyo anatungwa mimba, baba akiwa mlevi. Picha linaanzia hapo. Mama anakwenda kujifungua, ameshaonja kidogo. Bado siku umezaliwa unaletwa nyumbani, anayekupokea wa kwanza shangazi yako ni mchawi. Yaani ili mradi tu kibali ukose, unapokewa na shangazi mchawi. Unalia wewe, shangazi anasema anataka jina la bibi yake, jamani mpeni. Wanakupa jina la bibi, unaitwa Anjibite, unakaa kimya. Anasema si mnaona kashapata jina la bibi yake, imeenda. Kwa hiyo kuna vitu tunakuwa navyo, ndio maana tunakosa kibali cha Mungu. Sasa amezaliwa hapo tangu kwenye tumbo la mama, anajulikana. Na ndio maana sasa, kwa mfano unamwona huyu Yohana Mbatizaji ambaye unazisikia stori zake, ameishi maisha ya aina mbili. Kwenye Agano la Kale Yohana huyu alikuwa anajulikana kama Eliya. Nabii Eliya unemjua wewe kwenye Agano la Kale, ndio huyu Yohana Mbatizaji kwenye Agano Jipya. Nitakwambia maneno haya ili uweze kuwa na ufahamu. Haleluya. Piga Bwana makofi sababu hiyo nikupe hii pasi wewe. Kwa nini? Kwa sababu Eliya hajafa, alipaa mbinguni na farasi wa moto. Na maandiko yanasema kila nafsi ya mwanadamu itaonja mauti isipokuwa yeye tu ambaye ni Bwana Yesu aliyekufa akafufuka. Ndio maana ikamlazimu na Eliya naye arudi tena ili afe, andiko litimie. Eliya ameishi kama Yohana kwenye Agano Jipya, na unaijua wazi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 11. Maneno haya uyaone, maneno ya Bwana wetu Yesu mwenyewe, anayasema Bwana Yesu mwenyewe. Mathayo sura ya 11 mstari wa 11. Mathayo 11:11, Biblia inasema hivi. Maandiko matakatifu yanasema, amini nawaambieni, hajaondoka mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Maneno haya anayasema Bwana Yesu mwenyewe. Anawaambia wazi, tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka leo, ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiyo Eliya. Mwenye masikio na asikie. Na utakuja kuona tena ushahidi mwingine. Kwa mfano Mathayo sura ya 17. Sogea pale mbele, sura ya 17. Nikupe ushahidi huu kidogo ukusaidie kukupeleka Ijumaa ya leo, ili angalau uwe na siku nzuri. Sura ya 17. Mathayo sura ya 17 ule mstari wa 9. Tuanzie mstari wa 9 pale, nikupe ushahidi kwamba Yohana Mbatizaji aliyejazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni kwenye Agano la Kale aliishi kama Eliya Mtishibi wa wageni wa Gileadi. Okay. Mathayo 17 mstari wa 9, Biblia inasema, sijajua kwa nini Roho Mtakatifu amenipeleka huku, halikuwa somo langu kabisa. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akisema, msimwambie mtu yoyote habari ya maono haya. Kwa nini? Kwa sababu pale mlimani Bwana Yesu alitokewa na wawili, kama unakumbuka kwenye mlima ule, mlima Tabor, alitokewa na wawili, alitokewa na Musa, alitokewa na Eliya. Kwenye mlima huu Israeli nimewahi kuwapo, nimepanda pale juu, kuna baridi sana kwenye mlima huu. Alitokewa na wawili, Musa na Eliya. Sasa aliposhuka mlimani, wanafunzi waliwaona Musa na Eliya. Na Musa na Eliya, wanafunzi wakaona, wakaanza kuuliza, Bwana Yesu, mbona umetokewa na Musa na Eliya? Na lakini waandishi unena ya kwamba kabla wewe haujaja, Eliya anatakiwa kuja kwanza, kwa sababu imeandikwa, nami nitamleta Eliya kwanza.
Yaani Elia alitakiwa kuja kwanza, alafu ndio Yesu afuate. Sasa hawajamuona Elia, hawajajua kwamba Elia ndio Yohana Mbatizaji. Haleluya. Tuendelee na stori hii kidogo upate maarifa ya kibibilia. Mstari wa 10, angalia mstari wa 10, Mathayo 17:10. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza. Kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Unaelewa neno atatengeneza yote? Hebu sema atatengeneza yote. Unakumbuka kitabu cha Malaki anasema namleta mjumbe atakayetengeneza njia. Ndio maana Yohana Mbatizaji kwenye maisha yake yote, kauli yake, yeye anaulizwa wewe ni nani? Wewe ndio Kristo? Anasema hapana, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni. Yohana alikuwa ni mtu wa matengenezo, kumtengenezea Yesu njia. Haleluya. Okay, mstari wa ngapi tupo? 10 na ngapi? 12. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekushakuja wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliyotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu yuwaenda kuteswa kwao. Mstari wa 13. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao kwa habari za Yohana Mbatizaji. Mpigieni Yohana Mbatizaji makofi jamani. Sasa unamwona huyu Elia kwenye Agano la Kale, kitabu cha Wafalme, aliyekimbizana na Yezebeli, anakuja kurudi tena kuzaliwa kwa namna nyingine mpya kama Yohana Mbatizaji kwenye Agano Jipya. Na ndio maana ugomvi wa Yohana Mbatizaji, ugomvi wa Elia Mtishibi kwenye Agano la Kale na mwanamke Yezebeli haujawahi kufa, umekuja kumalizika kwenye Agano Jipya alipokuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Ulimalizikaje? Nikupe password. Kwenye Agano la Kale Elia alikuwa na ugomvi na Yezebeli, zimepigwa sana. Yezebeli akamwambia nitakukata kichwa chako, akakimbia, akamkimbia Yezebeli. Kama unavyofahamu akaenda mpaka kwenye mlima wa Mungu unaitwa mlima Herebu, yaani jina lingine mlima Sinai. Ni mlima ambao Elia alikimbia kwenye pango akajificha. Ndio kitu pekee ambacho nakishangaa kwenye Biblia. Wale waliomtokea Bwana Yesu pale mlimani, Musa na Elia, ndio watu pekee waliowahi kufika mlima Sinai. Mlima Sinai Musa aliwahi kwenda mpaka amri 10 za Mungu akapewa. Elia naye akaenda, japokuwa pango aliloingia Elia ni tofauti na pango aliloingia Musa. Musa alipanda juu ya kilele cha mlima Sinai, kule juu nimefika mimi hivi juzi tu mwezi uliopita. Kuna pango liko kule juu mlima Sinai. Kwa Elia pako chini kidogo na kwenye kuna pango. Ndio maana unaweza ukawaza, jamani, Musa alikaa siku 40 juu ya mlima, hakuwa hewani kama hivi, kuna baridi kule, ni hatari. Kule juu kuna pango, ukiingia kwenye pango joto lake kama ukiwa kwenye geto lako. Hanielewa jamani? Ndio alikokaa siku 40. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo akakimbia kule kwa kumkimbia Yezebeli. Alipowachinja wale manabii 450 wa Yezebeli, Yezebeli akampa tamko, akamwambia na mimi miungu yangu ilifanyia hivyo, kesho nitakikata kichwa chako. Ndio Elia akakimbia. Elia kufahamu kwamba kesho ya Yezebeli haikuwa kesho kama leo Jumatano, kesho Alhamisi, no. Kesho ya Yezebeli ilikuwa ni Agano Jipya. Ndio maana kwenye Agano Jipya Elia akarudi kama Yohana Mbatizaji, akaanza kubatiza. Siku moja mfalme mmoja anaitwa Herode alimpola kaka yake mke wa kaka yake anaitwa Herodia. Herode akamnyang'anya kwa nguvu mke wa kaka yake, kwa sababu alimpenda mke wa kaka yake, alimpenda shemeji yake, akaileta pisi kali ndani mwake. Kwa hiyo akaadapt na mtoto wa kaka yake akamleta ndani. Yohana Mbatizaji, kumbuka, ni mzee wa kunyoosha. Akamfuata Herode akamwambia, umekosea mfalme, umechukua mke wa kaka yako, ni dhambi, umekosea, itengenezeni njia ya Bwana. Herode akamkamata Yohana Mbatizaji akamtia gerezani. Alipomtia gerezani, mpaka siku ya birthday katoto ka Herode kakaanza kucheza. Herode akafurahi, akakaita katoto, njoo hapa, amezunguka na watu wengi, yeye ni mfalme. Akamwambia kwa sifa, omba chochote utakacho nami nitakupa. Katoto akajasema kitu, kakakimbia kwa mama yake anaitwa Herodia. Kakaenda kumuuliza, mama, baba ameniambia hivi, niombe chochote ninachokitaka atanipa. Kumbuka, Yezebeli sio mtu, Yezebeli ni roho inayoweza kukaa ndani ya mtu. Tangu kwenye Agano la Kale hawajamalizana na Elia. Elia karudi Agano Jipya, anajifanya anaitwa Yohana Mbatizaji. Na yeye Herodia, roho ya Yezebeli ikamuingia Herodia, kwa sababu Yezebeli ni roho inajua kwenye mwili wa Yohana sio Yohana yule, ni Elia. Nikuonyesha ushahidi kitabu cha Luka sura ya 1.
Kitabu cha Luka sura ya kwanza. Nikupe password ambayo utasema hakika Mungu amenisaidia. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza, angalia mstari wa 16. Angalia mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema hivi. Nisome mpaka 17. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Yohana huyo. 17. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya. Na nielewa jamani. Kwa hiyo Herodia, wewe unamwona ni Herodia, ni mama Malkia. Kumbe ndani ya Herodia roho ya Yezebeli ikamuingia Herodia. Ikamuingia Herodia kwa sababu najua ndani ya yule anayeitwa Yohana ni Eliya. Tuna ugomvi tangu kwenye kitabu cha Wafalme Agano la Kale. Kwa hiyo sasa katoto kakamwambia, "Je, baba nikamwambia baba nifanyie nini?" Herodia akamwambia mtoto wake, "Nenda kamwambia baba yako amkate kichwa Yohana Mbatizaji akuletee kwenye sinia kichwa." Anajaribu kufanyaje? Anatimiza kile alichomwambia, "Na mimi nitakukata kichwa." Lakini kwenye Agano Jipya anaonekana anakatwa kichwa na Herodia, lakini sio Herodia. Spiritually Yezebeli yuko ndani kama alivyokuwa ndani kwenye mwili wa Yohana ambaye ni Eliya. Nani umeelewa kidogo? Pigia Bwana makofi sababu hiyo. Sijui hata tunajifunza. Tulikuwa kwenye somo gani leo? Kuonewa. Haleluya. Sijajua kwa nini leo naachilia password sana za ndani, lakini tuko kwenye kuonewa. Sasa mazingira hayo nataka uyaone sasa. Unaona anakuja anazaliwa hapo Yohana tangu tumboni. Amepewa upako tangu tumboni. Wengi tu tangu tumboni ni watu fulani, lakini walipozaliwa mamlaka za kiroho zinawajua zikaanza kuwaonea. Unaonewa, lengo la kuonewa ni nini kiroho? Kwa nini uonewe kiroho? Unaonewa kiroho ili usiwe yule unayetakiwa kuwa, ili usiyapate yale unayotakiwa kuyapata. Hebu sema katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninakataa kuonewa. Kila nilichoandikiwa na Bwana nitakipata. Kabla sijaondoka kwenye ulimwengu huu, nitaishi kusudi langu na hatima yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba usimame. Naomba usimame. Naomba usimame tunapotaka kuomba. Tafadhali praise team. Tafadhali praise team. Jesus. Father, give you bless. Praise team tafadhali tunapotuongoza katika kumwabudu Mungu, tunapotaka kuomba. Hebu pale uliposhika sadaka yako mkononi mwako. Shika sadaka yako mkononi mwako. Jesus. Tafadhali waimbaji, nani ana sauti ya kuimba? Nani anapenda kuimba? Kama unapenda kuimba sogea pale, shika microphone. Kama ni praise team alafu yuko mmoja tuna mwinjilisti wa usharika, maana kuna tatizo mahala. Taratibu piano kwa sauti ya chini Wimbo ni wako Muumbaji wa vyote, sifa hizi ziwe manukato. Wimbo ni wako Muumbaji wa vyote, sifa hizi ziwe manukato. Asante Bwana. Ni wako Muumbaji wa vyote, sifa hizi ziwe manukato. Wimbo ni wako Muumbaji wa vyote, sifa hizi ziwe manukato. Mikono yetu
ziwe manukato. Wimbo huu ni wako, uumbaji wako, sifa hizi ziwe manukato. Wimbo huu ni wako, uumbaji wako, sifa hizi ziwe manukato. Amen. Hebu shika sadaka yako mkononi mwako, sema maneno haya. Sema: Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, jioni ya leo ninasimama imara, ninasimama imara nikikataa kila uonevu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Kuanzia leo nakataa kuonewa kama mzaliwa wa kwanza kwa tumbo au kwa nafasi mbele za Mungu. Sitaonewa kwa jina la Yesu, sitaonewa kwa damu ya Yesu. Mamlaka za giza kwenye ulimwengu wa roho ninawaagiza kuanzia leo, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu. Hebu anza kuomba sasa, anza kuziambia mamlaka kwenye ulimwengu wa roho ziachie maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuomba, maanisha kabisa. Ndio, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kataa huko kuonewa, kataa huko kuonewa. Wewe mwenyewe umeona maeneo mbalimbali ambayo inawezekana kabisa adui amekuonea, adui amezuia kile ambacho ulitakiwa kuwa nacho. Inawezekana kuna vitu unaona, inawezekana kuna hatua unaziona lakini hujawahi kufika. Kuna maono unayaona, hujawahi kufika kwenye hayo maono, hujawahi kufika kwenye huo ufahamu, hujawahi kufika kwenye huo uchumi, lakini umebaki kuona tu rohoni. Ni maeneo ambayo Mungu anakuonyesha, lakini anakuonyesha pia ya kwamba kuna mali adui amezuia. Achilia damu ya Yesu ende ikapambane kama ilivyowapigania Waisraeli. Hiyo damu ya Yesu ikupiganie. Tunaiachilia damu ya Yesu, tunaiachilia damu ya Yesu kwenye kila uonevu, kwenye kila uonevu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Endelea kukataa, endelea kukataa, kataa kabisa. Biblia inasema tutampinga shetani naye atatukimbia. Mpinge shetani, pinga maonevu katikati ya maisha yako, pinga maonevu kwenye familia yako, pinga maonevu kwenye uchumi wako, kwenye afya yako. Tunapinga hiyo hali ya kuonewa, hiyo hali ya kuzuiliwa, Bwana, kwenye nafasi hiyo, hali ya kuzuiliwa kwenye kile ulichokikusudia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikubali, kataa, kataa, kataa tu. Hizo roho zinaachia, hizo roho zinaachia, haziwezi kukaa. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Bwana, achilia uwezo wako, achilia nguvu zako katikati ya watoto wako. Waachiliwe, wafunguliwe, waachiliwe. Hizo roho za kuonea ziachilie watu. Hayo mapepo yaliyokaa kuzuia yakaondoke, yaondoke kwa jina la Yesu. Hizo roho zilizoingia, hizo roho zilizoingia zikatuonea, zikatuonea, zikasimamia maonevu, tunazikataa, tunazikataa, tunazikataa kwa jina la Yesu. Shetani achia kwa jina la Yesu. Kila mahali ulipokamata hizo roho za magonjwa zilizoachiliwa kukuonea, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu zinapita, zinapita katika kila eneo, zinapita kwenye mwili wako, zinapita kwenye mwili wako. Hayo magonjwa yanang'olewa, hayo mapando aliyoyapanda adui yanang'olewa, yanang'olewa. Yaliyopandwa, yaliyopandwa yanang'olewa, yaliyopandwa kwa njia ya ndoto yanang'olewa kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Adui huruhusiwi kukaa, huruhusiwi kukaa kwenye miili ya watoto wa Mungu, huruhusiwi kukaa kwenye hizo familia. Toka, achia, toka, achia, toka, achia. Baba,
Jesus. Asante Bwana kwa rehema zako na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wanapokutolea sadaka zao na dhabihu zao za moyo wa kupenda, Baba, enda nasi na sadaka hizi zikafanyike kuwa ushuhuda mbele zako. Utukumbuke Bwana kwa matoleo haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Praise team, karibuni wakati watu wa Mungu wanapomtolea Mungu sadaka. Lakini pia utakumbuka nilitoa matangazo kwamba wale watu waombaji, tafadhali tuonane wana fellowship kwa ajili ya kushirikishana mawili matatu. Amen. Karibuni kwa ajili ya wimbo tunapomtolea Mungu dhabihu na shukrani. Karibuni tumtolee Mungu sadaka. Namtolea Bwana kwa furaha, alichonipa yeye namrudishia. Namtolea Bwana